Karibu tena mtazamaji wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiislamu. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni Ulimwengu wa Kiislamu. Na hivi sasa tupo ndani ya Ujue Uislamu. Leo katika Ujue Uislamu tutakwenda kuangalia al-istinja, namna ya kustanji. Vipi tunastanji? Tunayo Ustaz Zubair Ibn Shomar ambaye yeye anatupitisha katika mlango huo. Namna gani tunaweza kustanji kisawa sawa ili tuweze kuziendea ibada zetu, maana tunaambiwa ili ibada iweze kutimia lazima tuanze katika mambo ya tohara. Leo tunaye Ustadh Zubair, yeye atatupitisha katika mlango huo. Karibu Ustadh Zubair, uweze kutupitisha katika mlango wa kustanji. Nini maana ya kustanji? Watazamaji wanataka waweze kuelewa mafundisho katika dini yetu ya Uislamu. Namna gani tunaweza kustanji? Karibu. نعم شكرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Kama ulivyoeleza ya kwamba jambo la al-istinja, kustanji, kwanza kabisa tunapata kuona ya kwamba kustanji kisheria ni kule kutoharisha moja ya njia mbili ambayo itakuwa kimetoka kitu chochote kichafu katika njia ya haja ndogo au haja kubwa. Kwa hiyo hapa tunapata kuona ni jambo la usafi kwa Muislamu, na kama ilivyokuja katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema al-Islam nadhifu, kwamba Uislamu ni usafi, na istosha yake tahadhari ya kwamba la yadkhulul janna illa nadhifu, peponi hatoingia mtu mchafu. Kwa hiyo ndugu yangu, huu ni mlango mzuri sana wa kuzungumza kwa watu waweze kutusikiliza na waweze kujifunza na waweze kuona umuhimu wa jambo hili. Naam. Kwa hivyo kwa mafundisho ya wana wazuoni pengine ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labda namna gani mtu anaweza kujistanji, yani mafundisho tunayopata katika dini yetu kupitia ulama wetu, vipi mtu anastanji? Naam, kwanza kabisa kwa Kiswahili ambacho itakuwa chepesi kwa watu wengi ukifahamu, kujitoharisha. Al-istinja ni kwa lugha ya Kiarabu. Kujitoharisha Uislamu umeweka kwa namna kubwa mbili. Ya kwanza ndio mustahabu inayopendeza, ya pili ni badali. Ya kwanza ni kwa kutumia kwa maji. Yani kwamba Muislamu atakapokuwa amekidhi haja, atakapokuwa ameenda maliwato, basi hakikisha anakuwa na maji ya kutosha atakayoweza kumtoharisha sehemu ile ambayo amefanya nini, ametoa hiyo haja. Lakini pia ukapatikana badali. Badali hapa wanawachuoni wanatufundisha kwamba ni mawe au kitu chochote kigumu, kikavu, kisichokuwa chenye kuheshimiwa. Usije ukachukua karatasi za vitabu mbalimbali, vitabu vya dini, ukiacha hata sio cha Uislamu, yani dini yote, lakini kisio kitu chenye kuheshimiwa, wewe ukaenda ukakitumia. Kwa hapa tumewekewa wazi jinsi ya kutumia njia hii kujitoharisha tuweze kuwa usafi. Na hii ni rehema kwetu sisi. Imekuja katika hadithi mbalimbali za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutupa tanbihi kwamba Muislamu anatakikana muda wote awe msafi. Muislamu anatakiwa awe mchafu katika matembezi, katika mazungumzo, katika hali yote anayokuwa nayo yeye anatakiwa awe msafi. Kwa hiyo ni mlango muhimu sana. Labda Ustadh Zubair tufahamishe, inawezekana mtu huyu akawa maji yapo lakini anahofia kuyatumia yale maji, pengine ni wakati wa baridi, anataka kutumia kitu kile kikavu, huyu ataruhusika kutumia? Naam, swali zuri, swali zuri sana. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kwa nafsi hailazimishwi ifanye kile kilichokuwa nje ya uwezo wake. Kwa mfano yakiwepo maji, lakini maji hayo yana matumizi mengine muhimu. Mfano kwa ajili ya kunywa, sio wewe, hata wanyama, wale wanyama ambao wanaheshimiwa, wanyama muhimu, hayo maji sio lazima kuyatumia kwa ajili ya kujitoharisha. Unaweza kutumia vitu kama tulivyosema vikavu, kama mawe au kitu kingine chochote kisichokuwa chenye kuheshimiwa ukajitoharishia. Almuhimu hakujafungwa kwamba lazima tu maji, lazima, hapana. Na hii ni kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kipindi chake, yeye alikuwa ni katika watu wa jangwani. Maji yalikuwa ni shida, sio rahisi kupatikana kama sisi kipindi chetu. Kwa mlango ukaekwa wazi, maji yatakapokuwa yapo lakini yana umuhimu wa kutumika kwa ajili ya mambo mengine, basi mtu inafaa na itapendeza akitumia kitu tulivyovitaja hapo mwanzo. Pengine Ustadh Zubair, mtu anaweza kawa anajiuliza hivyo vitu vyenye kuheshimika na vitu gani? Labda ukivitaja inawezekana watu wakapata ufumbuzi, wengine wasijue vitu vyenye kuheshimika na vitu gani, akawa anajiuliza maswali mengi. Naam, swali pia zuri. Asema tuna vitu vya recycle Sasa tukitaja vitu ambavyo vyenye kuheshimika
havifai kutumika kwa ajili ya kujitoharishia au ya kustanji. Tumesema kama unaweza kutumia vitabu, karatasi za masafu au juzuu au vitabu vingine vya dini, kuheshimu dini za watu na kuheshimu mipaka ya watu, au labda nguo mathalan ambayo bado inatumika, muhimu, inafaa kwa ajili ya matumizi. Wengine wakaenda mbali, hata baadhi ya vyakula ambavyo vimeshatumika, mfano nafikiri ni mabunzi yale ambayo ya mahindi, vitu kama vile, yani bado vinakuwa vina matumizi na vinaheshimika katika jamii. Kwa hiyo havifai kwa Muislamu au kwa mtu yote ambaye anaweza akavitumia kujitoharishia. Asante sana Ustaz Zubeir, nikushukuru sana. Lakini pia nikushukuru mtazamaji wewe ambaye ulikuwa nasi tokea mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati. Usitoke, baki nasi mpaka tamati ya kipindi hiki. Sana mtazamaji wewe ambaye ulikuwa nasi tokea mwanzo wa kipindi hiki mpaka tamati ya kipindi hiki. Niseme tu kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Mpaka hapa tumefika tamati ya kipindi chetu cha Ulimwengu wa Kiislamu. Ulikuwa nami Ustadh Maalim Ibn Omar, lakini pia sikuwa peke yangu, nilikuwa naye Ustadh Zubeir Ibn Shomari ambaye alikuwa mwalimu wetu siku ya leo. Ametudarasisha somo zuri kabisa. Lakini kwa maoni, ushauri, wasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii inaonekana hapo chini ya skrini yako. Mpaka juma lijalo muda na wakati kama huu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.